Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu tena ndani ya kipindi cha The Golden Boot, na tunaendelea na mwendelezo wa uchambuzi uliotukuka kuhusiana na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, na kesho ni raundi ya 28 kunako ligi kuu Tanzania bara ambako Young Africans atakuwa mwenyeji akimkaribisha Azam Football Club katika uwanja wa New Amaan Complex huko visiwani Zanzibar, ikiwa ni mchezo ambao Young Africans wanakwenda kuelekea ikiwa ni sehemu ya kutetea kile ambacho wako nacho hasa katika upande wa msimamo kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Tunakwenda kuangazia utakuwa mchezo wa aina gani katika upande wa kimbinu, namna gani ambavyo walimu wa timu zote mbili watakavyokwenda kuingia kwenye huu mchezo kwenye upande wa kiufundi kimbinu, lakini pia katika upande wa psychological, kwa maana football it's all about vitu vinne tu, kwa maana ya ufundi, mbinu, physical, lakini pia psychological. Tukianza na upande wa Young Africans ambao wao ni wenyeji katika huu mchezo, wanakwenda kuingia kwenye huu mchezo wakiwa wanafahamu jinsi gani ambavyo ni mechi ni muhimu kwa upande wao, hasa kwenye kumaintain nafasi yao waliopo katika upande wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakiwa ndio vinara na katika ligi hiyo wakiwa wanaongoza hadi hivi sasa. Inakwenda kuwa ni mechi yao ya 5 baina ya timu hizi kukutana katika msimu huu wa kimashindano, mara baada ya kukutana kwenye mashindano ya Mapinduzi ambao ulikuwa ni mchezo wa finali. Young Africans akaibuka na ushindi. Mchezo mwingine ulikuwa ni kwenye ligi kuu soka Tanzania bara raundi ya kwanza, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya 0-0, lakini pia mchezo mwingine ulikuwa ni katika mashindano ya kombe la muungano katika hatua ya nusu finali, mchezo ambao Young Africans aliibuka na ushindi wa goli 2-1, lakini pia mchezo wa mwisho ulikuwa ni dhidi ya Azam hawa kwenye mashindano ya kombe la TFF, mchezo ambao Young Africans alikubali kichapo cha magoli 3-2. Kwa hiyo huu ni mchezo wa 5 timu hizi wanakwenda kukutana katika mwaka huu 2026, ikiwa ni katika mashindano tofauti, licha ya kwamba Young Africans ameonekana kuwa dominated katika mechi za Azam pale ambako anakwenda kumkabili, licha ya kwamba Azam anaingia kwenye huu mchezo akiwa na comfortable kubwa mara baada ya kumfunga weekend iliyomalizika hivi karibuni. Jinsi gani ambavyo Young Africans watakwenda kuelekea katika huu mchezo, kwanza ni namna ambayo mwalimu Abdulhamid Mwalimu ataingia na mpango kazi ambao utaifanya Young Africans kuwa bora katika maeneo mengi ya uwanja. Tumeshuhudia moja kati ya eneo ambalo liliwaangusha Yanga katika mchezo uliopita ni kwenye eneo lao la ulinzi, eneo ambalo lilikuwa linaongozwa na Ibrahim Abdurrahman Baka, the same pia kwa Bakari Nondo Mamnyeto na safu nzima ya ulinzi ambayo ilikuwa inaundwa na walinzi wanne, lakini pia maeneo ya pembeni. Hili ndilo eneo ambalo lilionekana kutokuwa na ubora mkubwa, umakini ambao ulikuwa umekosekana, the way pia walishindwa kuzuia mashambulizi ya Azam ambayo walikuwa wanapeleka kwenye lango la Yanga. Ndio sehemu ambayo Young Africans kuelekea mchezo wa kesho inabidi waingie kwa umakini mkubwa na waweze kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza kwenda kumaintain katika eneo hilo ambalo Azam FC aliweza kunufaika nalo katika mchezo uliopita weekend iliyomalizika, lakini pia jinsi gani ambavyo Young Africans atakuwa na ubora mkubwa katika upande wa kucreate nafasi kama ilivyokuwa katika mchezo wa kwanza, licha ya kwamba Young Africans alipoteza kwa idadi kubwa magoli, kwa maana 3-2. Young Africans kuanzia katika eneo la Juke Oga Abuya, kwa maana kiungo wa chini wa ulinzi, ni viungo ambao wana sifa bora ya kushambulia. Hapa nazungumzia Juke Abuya, namzungumzia Mudathiri Yahya Bas, lakini pia namzungumzia Max Nzengeli, Alan Okello, Paco Mzuzwa na mshambuliaji kinara kwa maana ya Prince Dube. Hawa wote wachezaji 6 ni wachezaji ambao wana ubora mkubwa, hasa pale timu ambao ikiwa inakwenda kushambulia, kwa maana wana hiyo sifa ya kwenda kushambulia. Hata ukiangalia kwenye numbers zao, hawa wote ni miongoni mwa washambuliaji ambao kwenye ligi kuu hadi hivi sasa tayari wameshafunga, kitu ambacho kinaipatia Yanga faida pale ambako ikiwa ipo katika upande wa offensive, kwa maana kwenda kushambulia. Na hapa ndipo ambako ubora wa Young Africans umekuwepo mara kadhaa pale ambako wanakwenda kuzielekea hizi mechi. Ukiangalia kwenye takwimu, Young Africans ndio timu ambayo imefunga magoli mengi kunako ligi kuu soka Tanzania bara hadi hivi sasa, na hii ina confirm ni jinsi gani ambavyo licha ya kwamba
Azam wamekuwa wana ubora mkubwa, lakini pia lazima waandae mpango kazi ambao utakwenda kuizuia Yanga katika haya maeneo ambayo nimekwenda kuyataja moja kwa moja. Just imagine Prince Dube ana magoli 9, Mudathir Yahya Abbas ana magoli 9, the same pia kwa Alan Okello goli 11, Paco Mzuzwa ana magoli 7. So inathibitisha Azam FC lazima wawe na umakini mkubwa katika hili eneo la hawa washambuliaji ambao nimetoka kuwataja muda mchache uliopita. Kwa hiyo Abdulhamid Mwalim, kocha mkuu wa Yanga, lazima aingie na mpango kazi ambao utamake sure kwamba wanakwenda kuiteka Azam katika maeneo yao muhimu, maeneo ambayo kama Young Africans wasipoyafanyia kazi basi yatakuwa yana mchango ama negative impact kwenye lango la Young Africans, na pengine pia kuweza kuadhibu kwa mchezo wa kesho ambao utapigwa majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa upande wa Azam, kwa maana wao ndio wageni kwa mchezo wa kesho, wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wana momentum mzuri, hasa wakiwa wana kumbukumbu ya kuibuka na ushindi kwenye mchezo wa mwisho pale ambako walikabili Young Africans hii licha ya kwamba kwenye mashindano mengine, kwa maana mashindano ya kombe la TFF. Young Azam wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wana confidence kubwa mno, kwa kuwa wanaamini kwamba wanakwenda kucheza na timu ambayo tayari wameshaifunga, na wanafahamu jinsi gani ambavyo imekuwa ni vyema kwa wao kuweza kuingia kwenye huu mchezo wakiwa wanajiamini kwa asilimia kubwa. Azam FC imekuwa ni miongoni mwa timu ambayo ina ubora mkubwa katika maeneo ya pembeni. Hapa nazungumzia kwenye maeneo yao ya mawinga, namzungumzia Idi Suleiman Nado, miongoni mwa viungo washambuliaji ambao wamekuwa wana contribute pakubwa pale ambako timu ilikuwa inakwenda kufanya kazi yake kwa asilimia kubwa. Lakini pia kwa mtu kama vile Abogasti, bwana mdogo huyu ambaye mwalimu amekuwa anamtumia kama vile winga kiungo kutokana na majukumu ambayo amekuwa anampatia pale ambako anaingia kwenye mchezo. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha Azam, hapa ndipo ambako Azam imekuwa ina roho kubwa, kwa maana ubora mkubwa wa Azam ambao tumekuwa tunaushuhudia katika maeneo mbalimbali ya uwanja unatokana na eneo la kiungo, kwa maana hapa ndiko source of energy kwenye kikosi cha Azam FC. Eneo la kiungo la Azam FC likiongozwa na kiungo Faisal Salum Abdara Feitoto, wamekuwa wana ubora mkubwa hasa katika nyakati mbili za kimchezo. Timu ikiwa haina mpira utawaona wakiwa wanaweka shepu nzuri ya kiulinzi, lakini pale ambako timu ikiwa ina mpira utawaona pia wakiwa wanaweka shepu nzuri ya kwenda kushambulia. Hapa nazungumzia viungo watatu ambao kwenye mchezo uliopita walionekana kuwa na combination kubwa ambayo iliwafanya viungo ya Young Africans waweze kupitia kipindi kigumu. Namzungumzia Himid Mao Mkami ambaye mwalimu Florai Benge amekuwa anamtumia kama kiungo ambaye anafanya kazi ya kugusa maeneo mengi ya uwanja, huku akiwa ana tenki la kutosha, kitu ambacho kinamfanya aweze kuifanya kazi yake kutibua mipango kwa weledi mkubwa. And then una mtu kama vile Yahya bin Zaid, ni pasa mzuri, ana enjoy kucheza, anatembea maeneo mengi ya uwanja, ana energy ya kutosha, ana uwezo mzuri wa kupiga pasi, anatembea maeneo mengi ya uwanja, ni box to box midfielder mzuri, anaiofa timu kwa nyakati zote mbili, timu ikiwa haina mpira lakini pia timu ikiwa ina mpira. The same pia kwa Feitoto, huyu ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao utawaona Azam FC ikiwa haina mpira lakini pia Azam FC ikiwa anakwenda kushambulia, na hapa ndipo ambako unaikuta Azam FC imekuwa haiondoki kwenye ile natural shape yao ya mpango kazi ambao mwalimu atakwenda kuingia nao. Just imagine kwenye mechi iliyopita Azam FC aliingia alicheza zaidi ya dakika 50 akiwa pungufu. Ni jinsi gani ambavyo ilituthibitishia kwamba wana endurance ambayo wanaweza wakaimanage katika maeneo mengi licha ya kwamba ya kuwa pungufu katika mchezo uliomalizika na kuweza kuibuka na ushindi. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kuelekea tukiwa tunafahamu jinsi gani ambavyo walimu wote wa timu mbili wanaweza wakaingia kwenye huu mchezo. Kwa upande wa Young Africans, Abdulhamid Mwalim, lakini pia kwa upande wa mwalimu wa Azam kwa maana ya Florai Benge. Lakini kuelekea mchezo wa kesho, Azam FC watamkosa mlinzi wao kiongozi Yoro Mamadou Diaby, raia wa Mali ambaye tukumbuke alipata kadi nyekundu kunako mchezo uliopita wa kombe la TFF. Mchezo ni kesho majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa New Amani Complex huko visiwani Zanzibar. Naitwa Leopard John, nikushukuru. Nyuma ya kamera alikuwepo Arafa Kaula. Hadi wakati mwingine, chao.